Uhali gani, na nikukaribisha katika habari za siku ndani ya Rinyo Update. Msomaji wako ni mimi Elirinyo Rono. Miongoni mwa habari tulizokusanyia siku ya leo ni pamoja na ile habari kuu ya hitilafu ya gridi ya taifa yasababisha mikoa minne kukosa umeme, lakini pia hitilafu ya umeme ya kuhamisha tena treni ya SGR Kilosa. Na kwa upande wa habari nyingine ni pamoja na ile ya salamu za rambirambi zilizotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajali iliyotokea na kuua watu 7 katika mkoa wa Kagera. Pia habari nyingine kutoka Dar es Salaam inasema waliotaka kumteka Tarimo wakamatwa. Na kwa upande wa michezo, Simba yakumbwa na majanga wakielekea Algeria. Habari kamili. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema kuna hitilafu katika mfumo wa gridi ya taifa leo Desemba 4, 2024 iliyotokea saa 4:03 asubuhi ambayo imepelekea mikoa inayopata umeme kupitia gridi ya taifa kukosa umeme. Taarifa hiyo iliyotolewa na TANESCO leo imesema wataalamu wake wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha hitilafu hiyo, ambapo umeme umeanza kurejea kwa awamu katika mikoa iliyokuwa inakosa umeme, huku jitihada zikiendelea kuhakikisha mikoa yote inapata umeme mapema iwezekanavyo. Shirika linaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza na litaendelea kutoa taarifa za hali ya urejeshaji wa huduma ya umeme kwa kadri hali inavyoimarika. Hii ni taarifa kutoka katika shirika la umeme Tanzania TANESCO. Lakini kwa upande mwingine, hitilafu ya umeme ya kuhamisha tena treni ya SGR Kilosa. Treni ya abiria ya kisasa SGR inayokuwa ikitokea Dar es Salaam kuelekea Dodoma imeripotiwa kukwama katika stesheni ya Kilosa mkoani Morogoro kwa kile kinachoelezwa kuwa ni hitilafu ya umeme, na hivyo kusababisha safari hiyo kushindwa kuendelea. Mkuu wa kitengo cha uhusiano TRC Fredi Mwanjala ameweza kutoa taarifa hiyo akisema, siwezi kuzungumzia hilo kwa sasa hadi nitakapopata taarifa ya mafundi. Julai 30, 2024 TRC iliomba radhi kutokana na hitilafu ya kukatika kwa umeme iliyosababisha treni ya SGR kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma kusimama kwa zaidi ya saa 2 katika stesheni ya Kilosa na Kidete. Taarifa ya awali inaonyesha ilisababishwa na ngedere au bundi wanapogusa nyaya za umeme zilizotandazwa juu ya reli. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan atuma salamu za pole katika ajali iliyoua watu 7 huko mkoani Kagera. Taarifa inasema Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kufuatia ajali iliyosababisha vifo vya watu 7 na wengine 9 kujeruhiwa iliyotokea katika kijiji cha Kihanga, Karagwe, mkoani Kagera, ikihusisha magari matatu ikiwemo lori la mizigo pamoja na magari ya abiria mawili, haisi pamoja na Costa. Katika habari ya kushtusha inayoeleza maiti yakaa ndani kwa miezi 2 ikisubiri fufuke. Mwili wa mtu mmoja anayetajwa kuwa mchungaji John Nchida wa kanisa la Eli Huruma umegundulika nyumbani kwake katika eneo la Isakalilo mjini Iringa, ukiwa umeharibika baada ya kufariki miezi 2 iliyopita, na maiti yake kubaki ndani ya chumba chake akisubiriwa kufufuka. Inaelezwa kuwa mchungaji huyo alihamia mtaani hapo mwaka 2022 na kujitambulisha kwa kiongozi wa kitongoji, ambako pia alianza ujenzi wa kanisa lake. Dar es Salaam. Waliotaka kumteka Tarimo wakamatwa. Jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam limewakamata watu 8 wanaotuhumiwa kujaribu kumteka mfanyabiashara Deogratias Tarimo, tukio lililotokea Kiluvya jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam limefanikiwa kukamata kundi la wahalifu 8 wanaotumiwa kukula njama kwa pamoja na baadaye kufanya tukio la kumteka mfanyabiashara Deogratias Tarimo. Novemba 11, 2024 eneo la Kiluvya, Ubungo, Dar es Salaam lilitokea tukio la kutekwa kwa Tarimo, mfanyabiashara na mkazi wa Kibaha mkoani Pwani. Akizungumza na waandishi wa habari leo Disemba 4, 2024 jijini Dar es Salaam, kamanda kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo
amesema watuhumiwa hao wamekamatwa kwa nyakati tofauti Dar es Salaam, Songea, Ruvuma na eneo la Mbingu Mlimba Morogoro kumradhi. Pia lilipatikana gari aina ya Toyota Raum ambayo ilitumiwa wakati wa tukio hilo, huku ikitumia namba isiyo halisi T237 EGE, na baada ya ufuatiliaji namba halisi ya gari hiyo ni T237 ECF. Amewataja watuhumiwa hao kuwa ni Bato Tweve miaka 32, bondia na mkazi wa Kimara Bunyokwa na Songwe Mbozi; Yusufu Abdalla miaka 32, mkazi wa Mbingu Mlimba Morogoro; Frederick Juma miaka 31, mkazi wa Kibamba, na Nelson Elimusa ambaye yeye ni dereva taxi mwenye miaka 24, mkazi wa Mbezi Luguluni. Wengine ni Benki Mwakalebela almaarufu kama Toll mwenye miaka 40, mkazi wa Mbezi Makabe, na Kiela Ipinda. Rusungu Mbeya, Thomas Mwakagile ambaye anafahamika pia kama Baba Mage mwenye miaka 45, mkazi wa Kinyerezi Bonyokwa, na Kiela Ngonga Ndiali Mbeya. Anita Temba mwenye miaka 27, mkazi wa Mbezi Mwisho, na Isaac Mwaifani au Boxer, mkazi wa Kimara Temboni, Salanga, na Bujonde Isanga Kiela Mbeya. Jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam linaendelea na kazi ya kuzuia vitendo vya kihalifu, lakini pia kuwakamata na kutokuwa na huruma kwa watuhumiwa wote wanaojihusisha na matukio ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria kwa kuwapeleka kwenye mamlaka zingine za haki. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kutoa taarifa za kweli ili jeshi lichukue hatua za kisheria kwa watu wanaopanga kufanya matukio ya kihalifu ili washughulikiwe mapema kabla ya matukio. Amesema hayo kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo katika taarifa hiyo ya kukamatwa kwa watuhumiwa hao waliojihusisha na tukio la kumkamata mfanyabiashara Deogratias Tarimo. Kwa upande wa michezo, klabu ya Simba wakumbwa na majanga wakielekea Algeria. Klabu ya soka ya Simba imeanza safari kuelekea Algeria kwa mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya CS Constantine, mchezo utakaopigwa tarehe 8 Disemba. Simba iliwasili uwanja wa ndege Julius Nyerere, na katika hali isiyotarajiwa mchezaji wake ambaye ni goalkeeper Aishi Manula alishindwa kuendelea na safari hiyo kutokana na changamoto za kiafya. Kupitia kurasa rasmi za klabu ya Simba waliandika taarifa hiyo wakisema mlinda mlango Aishi Manula ameshindwa kuendelea na safari baada ya kupata hitilafu ya kiafya dakika chache kabla ya kuanza safari ya kuelekea nchini Algeria, tukiwa uwanja wa ndege kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam. Kwa upande mwingine, mchezaji Yusuf Kagoma aibua maswali kwa mashabiki wa klabu ya Simba. Katika hali ya kushangaza, kingo wa klabu ya Simba Yusuf Kagoma alifuta picha zake zote akiwa katika klabu yake pamoja na utambulisho wake kama mchezaji wa Simba Sports Club katika mtandao wa kijamii wa Instagram bio yake. Ikumbuke Yusuf Kagoma alikuwa akiuguza majeraha ambayo yalimweka nje ya uwanja katika mchezo kadhaa ambayo klabu ya Simba wamecheza. Pia kiungo huyo hajasafiri na timu ya Simba siku ya leo kuelekea nchini Algeria kwenye mchezo wa pili wa Simba wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho dhidi ya CS Constantine. Kikosi cha klabu ya Simba kilichoelekea nchini Algeria kilikuwa kimejumuisha nyota 22 wakiwemo makipa Musa Kamara, Aishi Manula, Ali Salum, walinzi Chef Fondo Malone, Karabou Shamwa, Abrazaki Hamza, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Kevin Kijiri na Valentino Numa. Lakini kupanda viungo ni Mzamiru Yasini, Deborah Fernandez Mavambo, Lada Kichasambi, Fabrice Ngoma, Agustin Okajefa, Omari, Edwin Balua, Jean Chalet Awa, Kib Dennis, Awesu. Lakini kwa upande wa shambuliaji akiwemo Steven Mukwala pamoja na Leonel Christian Ateba. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka Rinyo Updates. Kwa habari nyingine zaidi utaendelea kuzipata kwetu kupitia Rinyo Update. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya taarifa mbalimbali.
Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.